Wasafi. Nilipofika pale Wasafi kuna dada alikuwa reception alikuwa anaitwa mfupi hivi sijui anaitwa nani nimemsahau. Nikafika pale nikakaa kwenye gari nikamwambia nataka nionane na bro. Akabeba subiri kwenye gari. Kumbuka mimi ndo nilikuwa napambana hiyo Wasafi. Ndo na video kwanza kukuonyesha huko Kiluvya wapi ndo napambana hiyo media iwepo. Kumbuka hiyo media inaanzishwa kuna vifaa vikuepo vilichelewa kuja. Umeona? Nikasema mimi vifaa vile mbona navyo chukua hivi hapa tuanze tuondoke. Ibadi ngoma yake. Mimi ndo nilikuwa ndo namba moja kimbelembele namba moja. Yaani mimi ndo naamka asubuhi oi nampigia mama yake oya mwamshe bwana bi mkubwa mwamshe bwana bro tuondoke. Tunaenda tunakuhangaika kwa sio mataa decoration vitu vingi tulikuwa tunafanya wenyewe. Bro mimi nina mpaka logo ya kwanza ya Wasafi iliyotengenezwa nayo. Yaani kamati ilikuwa ni mimi yeye na Mustafa tunajadiliana. Bwana logo hii bwana hapa design iongezewe hivi bwana. Mimi hapa. Hamna mtu yote, hamna Babu Tale, hamna Salamu wote walikuwa wanaangalia Dizim. Wote wako na Dizim online kwa sababu walikuwa waamini kwenye Wasafi Media. Walikuwa wanasema Kusaga atakuja kuwageuka. Walikuwa waamini. Mimi yeye na Mustafa na mama Dangote. Sio umeelewa? Kwa hiyo sasa mimi nikaenda pale akaniambia bwana subiri kwenye gari. Nikakaa nje kwenye gari nimekaa kama masaa mawili hivi. Ikabidi nirudi bwana vipi? Akakuwa nikaongea naye. Alivyoenda unajua alimjibuje? Alimwambia nitumie email. Ni confirm kuonana na yeye. I swear to God namwapia Mwenyezi Mungu. Kama nasema uongo nizame kwenye yeye hadi sasa hivi. Nisitoboe hata wiki. Akamwambia mwambie mimi nimtumie email. Nionane naye tufanye meeting ya kuonana naye yeye. Si kama unaelewa. Nimtumie nini? Email ili niweze kuonana naye tuzungumze. Hiyo yote nilikuwa natafuta peace bro. Si kama unaelewa. Hiyo yote nilikuwa natafuta peace, nilikuwa natafuta tusigombane. Kwani tugombane? Tukae chini tuzungumze. Kama tumekoseana kuna sehemu ambapo huko happy, tukae tuzungumze. Niambia bwana mdogo wangu, ulifanya 1 2 3 4 mimi sijapenda. Kishaelewa bwana. Ili tuweze kusonga mbele kwa sababu mimi nilikuwa naamini kwamba samaki mmoja akioza wote wanaoza. Mimi nikiondoka mimi nilikuwa ni firstborn. Kishaelewa bwana, nikiondoka ina maana nikiondoka kwa ubaya kila mtu ana kalma zake. Mwenyezi Mungu anampa kalma zake. Unaweza kutegemea mtu akitoka atakufa, kumbe akitoka hawezi kufa, watu ndio wanampokea. Na naamini kabisa 100% yani mawazo yalikuwa kwamba huyu akitoka nje anaenda kufa kwa sababu Rich Mavoko alitoka akapotea. Na 99% ya Watanzania wote walikuwa wanaamini kwamba yani ile ilivyoanza tu tetesi ya Harmonize anatoka Wasafi, anapotea. Miaka 3 sasa hivi. Na nimetoka Marekani nimetua hapa sasa hivi. Kwa hiyo sasa kilichofuata ni nini? Mimi nikampigia simu babangu nikamwambia mzee na face 1 2 3 4 5 6 tunafanyaje? Kia mimi ninachofanya inaonekana nafanya kwa ajili yake. Sio nikinunua gari. Umeona? Nilikuwa naendesha Prado nyeupe. Kipindi hicho Diamond alikuwa na V8 nyeusi. Mimi V8 ilikuwa ni dream car yangu. Umeona nikajichanga nikavunja ile Prado nikaongezea pesa zangu nyingine nikachukua V8. Umeona? Kanunua V8. Hatakuwa kama wewe. Umeona? Zikawa hizo yani kila ninachofanya yani nimejitahidi sana kutafuta peace, nimepambana sana kwa sababu no matter what bro, me I got respect to him. Yani hata iweje. Leo hii umeona licha ya makelele yote unayosikia matusi vitu unayosikia bro, mimi nina tattoo ya Diamond. Unaona hii hapa, hii tattoo, this is the face bro. Si umeona? Hii hapa ni sura. Si umeelewa? Bro. Si umeelewa? Hii ni sura. Umeelewa? Licha vitu vyote. Kuna siku Mchopa alishaye kuniuliza kwamba kwa nini wewe una tattoo ya Diamond ikiwa kila siku anakutengenezea mazingira wewe ufe kimuziki? Yuko tayari hata leo wewe ufe usiwepo duniani. Nikamwambia sikiza, wakati nachora tattoo nilijua kitu kimoja. Alinilift kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sisi ni vijana. Inaweza ikatokea siku kwa bahati mbaya tusifanye kazi pamoja. Hii itakuwa kama ni yani kama ni kitu ambacho kumbukumbu kwenye akili yangu na kwenye moyo wangu na vitu kama. Ndio maana mpaka leo sijafuta na sina mpango wa kufuta. Lakini kwa vitu jinsi vinavyoendelea mbele nitaona kabisa mtu ambaye yuko tayari wewe ufe utakuwa nayo nini sasa? Umeona bana? Haina haja. Kwa hiyo sasa vitu vikani vingi hivyo maugomvi, mara umefanya hivi umekatwa pesa, sio hivi na hivi. Bro mimi nishachajiwa milioni 10. Kisa tu nilienda kuangalia mpira wa Burundi na Tanzania Taifa Stars. Kwenda kuisupport timu ya taifa. Kama unakumbuka siku Taifa Stars ilishinda goli 1 na Burundi. Kwa furaha mimi nikashuka pale chini watu wakashangilia sana shio nikaperform. Nikarudi nikamwambia nilipe milioni 10 na nimelipa. Si unanielewa? Kwa hiyo vitu vikawa ni vingi mara hivi leo. Yaani kinachofanya imefika wakati yani mpaka naogopa hata nikienda kwenye show itakuwaje. Si umeelewa? Ikafika wakati mpaka bro nikaamua nijitenge, nikawa na watu wangu. Ikiwa kwenye show naenda na gari yangu mimi mwenyewe ili kuepusha shari kwa sababu isije ukajikwaa mtu akasema umeona udogo huyo. Mkafikia wakati hata kurushana ngumi. Kwa hiyo fika wakati huo nimejaribu kila sehemu, nimemtafuta nani kutafuta peace, nimefanya vitu vyote. Mimi nikashindwa. Nilivyoshindwa
Nikamwita mzee wangu kutoka nyumbani, akaja, nikamwambia baba 1 2 3 4 5 6. Kwa hiyo tu elofikia mimi siwezi kuendelea. Nataka peace, nataka nitoke. Kipindi hicho nilikuwa natembea, kipindi hicho nilikuwa kwenye mahusiano na Sara. Kwa hiyo alijua kabisa kwamba huyu akileta jeuri ya kutoka anajitegemea Sara atafanya, atamlipia. Wakamtumia kwa dada mmoja anaitwa Juju. Ni mwanamke wake na dancer dada anaitwa Dumi, ni mwanamke wake. Yule Juju alikuwa ni friend wa Sara. Kwa hiyo sasa alichofanya ni nini? Wakamset. Baada ya kumset, unajua alichokuwa anafanya ni kitu gani? Akawa na kodi bodaboda kama 3 hivi. Bodaboda moja inapaki ofisini kwangu, bodaboda moja inapaki si wapi. Kwa ina maana nikitoka tu wale bodaboda ambao bwana ametoka hapa. Kwa nikiwa natoka saa nipigia simu. Where are you going? Nabaki imekwaje? Kwa wale bodaboda walikuwa wanifuata almost miezi 3 bila mikujua bro. Siongeza hata kuniua. Kila ninapokanyaga nimeenda kula. Kwa hiyo ikitokea labda sometimes nimejikwaa niko na mtoto tunapiga story, Sala huyu na gari. Anajua. Nikamwambia kwamba ukitafuta mabaya yangu utayapata. Ila ukitafuta mazuri pia utafanya nini? Utayapata. Kwa mimi kipindi hicho nilikuwa sijui. Ila baada kwenda mahusiano yalivurugika, kuna mtu akawa ananiambia, mbona mchongo alikuwa anachezesha Juju? Umeona bana? Nikasema fresh. Kwa hiyo nikajikuta sasa nishatoa bana mimi kwa kutokana na endelea. Nimeona tumeshindwa kuelewana. Mimi acha niendelee na maisha yangu, niendelee na maisha yangu kwa wema kabisa. Umeona bana? Nishatoa barua. Afu huku na huku yule Juju ndo akaongeza sumu mimi nini mimba mtoto. Sala akasema bana tufanye tuachane. Mimi nikamwambia kama tutaachana kwa sababu mtoto wangu mimi ni fresh na noma nini. Akaondoka. Kwa hiyo wakawa wanajua kabisa kwamba mimi pesa ya kulipa sitokuwa nayo kwa sababu mtu ambaye anisupport alikuwa wanahisi kwamba anisupport anatoa pesa Sala hayupo kasepa. Wakaniambia kwamba termination contract ipo tayari, ukitaka kutoka unatakiwa ulipe 500,000. Nikamwambia 500,000 sina. Na mimi sio kwamba natoka kama nimeamua natoka, ila nimeshindwa. Kama tukielewana mbona mimi niko fresh kuendelea tu. Hii ni familia yangu, umenifahamu mimi nikaa hapa ni fresh. Umeona? Wakatuambia una shilingi ngapi? Siku tunavyoona bora tu wewe uende. Umeona? Tukazungumza, tukafanya vikao kama 5 6. Lakini vikao hivi vyote vinafanyika, mimi siku zote natafuta peace. Na nishampigia simu kipindi hicho waziri wa sanaa, michezo na burudani alikuwa ni Mwakyembe. Umeona? Nishampigia Mwakyembe. Bro, nishapigia watu wote mpaka yule mzee wa Basata alofariki yule. Nishakaa na naambia mzee Mwingereza, mimi napitia 1 2 3 4 5 6. Unaweza kukaa na ndugu zangu tukazungumza. Mwakyembe the same. Kumbe lengo ilikuwa ni kunikomoa. Ukiona mimi kabisa nikitoka nje mimi nafanya nakufa. Umeona? Wakaniambia toa 300,000. Ukishatoa 300,000 tutakupa termination contract. Bro, ukishakuwa kwenye record label, hamna kampuni yote ambayo inaweza kukuendorse wewe bila kuwa na termination contract inatoka kwenye record label yako. Sio, umeelewa? Yaani ule mkataba wa kutofautisha ni kwamba wewe ufanye kazi tena na wao. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wakaniambia toa 300,000 tutakupa termination contract. Tukishakupa termination contract 200,000 tutapangiana terms za kulipa. Bro, mimi nikajichanga huko na huko, nikauza. Kuna nyumba mimi nilikuwa najenga nyumba 2, moja nikaiuza kuchukua 100,000 huko na huko kuna huko. Kuna watu nashukuru sana Sayona. Nikazungumza nao wakanipatia 200,000. Ilikuwa ni mtiti, tunakupataje 200,000 ikiwa termination contract hujapata? Vipi ukienda ukiwapa afa wakuchenjia? Nikamwambia mimi moyoni wangu naamini kwamba nikishapa 300,000 kama tulivyoongea itakuwa ni fresh, hawezi kunigeukia. Wakaniambia fresh, tukaandikishana kabisa kwamba bana tukikupa hii 200,000 ukienda kuwapa wasipokupa termination contract kwenye mkataba wetu tunakudouble, tunatakiwa tulipe 300,000. Yaani 100,000 uongeze. Sasa mimi sina uhakika, nikamwambia fresh haina noma. Nikachukua 300,000 nikampigia mwanasheria, bwana nishapata 300,000 fresh. Kipindi hicho nishafungiwa vioo yani. Hamna mtu anaongea na mimi. Yaani nikitaka chochote nampigia mwanasheria wa kampuni yao fresh ndio naongea nao. Nikaenda bank nikaweka 300,000 nikadeposit pap nikamtumia receipt. Nikamwambia termination contract tunafanyaje? Maana mimi pesa nimepewa na mtu, nataka nimpelekee termination contract kesho kutwa. Kesho mtondogo. Akanipigia simu, bana si bana amesema umalizie tu hiyo 200 iliyobaki bana. Ndio akupatie. Naipata 200,000. Nitatoa 300,000. Nazungumza hivi ili mtu kikaa nje kwa sababu kuna vitu vingi vimefanyika na vinafanyika vingi chini. Afu watu hawajui. Kwa mtu akija nje leo akisema bwana dogo ana shukrani, watu wanaamini, kweli dogo ana shukrani. Kuna vitu vingi ambavyo watu hawavijui vimefanyika. Ndio mfano wewe situation hiyo mpaka hapo sijafika hata robo. Wewe ungekuwa na shukrani gani mpaka hapo? Nikuulize wewe mwandishi wa habari, ungekuwa na shukrani gani? Wewe ungeweza kuwa na hata hita tu? Ungeweza? Maana tusidanganyane, wewe ungeweza au yeye angeweza? Yeye angeweza, ni uongo, tusidanganyane. Nilichofanya
Bro, nashukuru katika uongozi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ulinitengenezea connection nzuri sana na serikali ambayo mpaka leo inani support. Mpaka hapa mimi nakuja hapa leo, nilikuwa na show tarehe 20 Seattle Marekani na tarehe 21 Arizona Phoenix 10. Lakini nikapigiwa simu kaambiwa kuna siku yanaenda kwa usalama tarehe 23 unafanyika Arusha. Umeona bana? Kwa lazima nirudi ni attend. Mgeni rasmi ni mama president. Kwa ningeweza kufanya show tarehe 20 nikaondoka nisingeweza kukecha. Umeona? Nikasema ina shida, nikacancel hizo show mbili, nikala pipa kurudi hapa. Kwa ina maana ile connection ambayo nitengenezea JPM mpaka leo inafanya kazi. Viongozi wote wanatweet mimi kama kijana mtoto wetu na know that. Licha ya mikakati yote inayofanyika kuonekana mimi ni kijana mbaya sana, kunichafua nini, lakini still namshukuru Mwenyezi Mungu ananipa nguvu ya kuamka. Viongozi wanisikiliza, wanishauri, wanipokea kama mtoto wao. Watu pia mtaani wanapenda nyimbo zangu and I know that. So umeona? Kwa hiyo ile connection mzee alivyokuwa ananiendorse bana, tamani Harmonize bana we mbunge bana. Kuna watu corporates wale decision makers walikuwa wananiona. Ikanipelekea mimi kupata brand ambassador CRDB. CRDB pia ikawa the same story kwamba okay, tuko tayari kukupa hela, termination contract iko wapi? Bro, haso hilo hamna mtu ambaye anajua nje, na hangaika huku na huku nafanyeje? Umeona? Sisi tuko tayari kukupa hela sawa, tutakupa tunadaiwa milioni bro, mpaka makaratasi. Yaani ukiona kama nadanganya mpaka makaratasi yapo. Tunaandikishana na CRDB wananiambia bwana tunakupatia hii lakini unatakiwa ulete termination contract siku fulani. CRDB wakanipatia milioni 200 kabla tujaanza kazi. Hatujasaini mkataba. Yaani kwa kuniamini tu kwa sababu serikali, watu decision makers wana imani na mimi, naonekana ni kijana bora, siwezi kuleta longolongo zote. Wakanipatia milioni 200. Nikawa bana nimepata ile milioni 200 nimejichanga. Weka kwenye account, nikaweka kwenye account. Baada ya kuweka tu kwenye account wakaanza kunisabia. Ulienda Taifa kuangalia mpira wa Taifa Stars na Burundi milioni 10. Ulienda Sio Club Element milioni 10. Sio ulienda sio wapi? Ukapigwa mahesabu natakiwa nitoe milioni 100 nyingine. Andai milioni 100. Sio umeelewa bro? Milioni 100 nyingine nitoe ndio niweze kupewa termination contract. Kumbuka Sayona wanasubiri termination contract. CRDB wanasubiri termination contract. Na hela nishawapa. Na still nataka nitoe milioni 100. Ama mtu ambaye ameenda nje akazungumza hivi vitu vyote. Hawazungumzi. Siku zote wana create kuzungumza mabaya yangu ili onekane mimi ni mbaya katika jamii. Si kama umeelewa? Na baada tumia kupeleka barua ya kusema bwana mimi siko tayari kuendelea na record label. Kulikuwa na show Iringa the next day. Baada ya salamu kutangaza tu kwamba bwana Harmonize kaita barua hata hayuko happy. Anasema kimikataba yuko WCB lakini kimoyo hayuko WCB. The next day kulikuwa na show Iringa kama nadanganya kama niko sahihi. Diamond alipopanda kwenye stage akasema nishasalitiwa na jeshi kashindwa kunipindua. Maana yake nini? Anatengeneza mashabiki zake wanione mimi ni adui. Si umeelewa? Na hicho ndio kitu pekee ambacho walikuwa wanatumia hata kwa wasanii wengine wote ambao wamegombana. Yaani kwamba okay, kwa karima za Mwenyezi Mungu amembariki Diamond kwa miaka mingi sana kuwa na mashabiki. Na mashabiki wanapopenda muziki wako wanakuamini, yani ukisema chochote wanakuamini. Na hata msanii yote ambaye alikuwa anakuja ukifika muda fulani hivi yake kutengenezea uadui tu kwamba bwana huyu hayuko katika cycle yangu, itimizi mashabiki zake wote wanakukataa. Wakikukataa wewe unakuwa na fan base yako ile ndogo. Mdogo ukiwa na moyo wa give up unafanya nini? Unapotea. Si umeelewa? Kwa kuzungumza kwamba nishasalitiwa na jeshi akashindwa kunipindua, maana yake nini? Anatengeneza mazingira mashabiki zake wote wanaona mimi ni snitch, yani nimemsaliti. Na ndio mentality ya mashabiki wote wa WCB iko hivyo. Wanaona mimi ni snitch, nimemsaliti. Na hata watu ambao sio WCB ambao wako nje tu wanaangalia tu game, wadau wanaona mimi yani mimi nimejiona nimefanikiwa, nimetoa. Hawajui struggle ambazo mimi bro, mimi mtoto wa kimaskini bro. Mamangu anaishi maisha magumu, si 500 ni nyingi. Nimetoa. Si umeelewa? Ikabidi fresh, yani mimi naenda kukomaa tu nini fresh. Ya CRB wanasubiri termination contract, nishatoa hiyo hela. Kaambia ongeza milioni 100. Umeona?